Katika wilaya yetu ya Malinyi tumekuwepo na changamoto kubwa kwa baadhi ya maeneo ya barabara, na mojawapo ikiwa ni barabara ya Itetenjiwa kuelekea Ipera Asilia. Barabara hiyo ina urefu wa kilomita 12, na katika sehemu ya kwanza kwa kutumia fedha zetu za ndani tulitekeleza kilomita 6 kwa kunyanyua barabara, kwa kunyanyua tuta la barabara pamoja na ujenzi wa makalavati. Na hivyo sehemu iliyosalia kilomita 6 ikawa ni sehemu ambayo ilikuwa inawaletea shida sana wananchi katika upitaji, kwa kupitisha mazao yao kuelekea kule mashambani, lakini pia kutoa mazao kutoka mashambani kuja kwenye maghala. Kwa hiyo kutokana na changamoto hiyo, tuliona barabara hii tuweze kuipa kipaumbele katika miradi ambayo ilikuwa inatekelezwa chini ya ufadhili wa Benki ya Dunia, ambapo tulitenga fedha kiasi cha shilingi milioni 266, ambazo fedha hizo zilitusaidia kunyanyua sehemu ya tuta la barabara kilomita 3 pamoja na uchongaji wa barabara kilomita 3 zilizosalia. Lakini pia fedha hizo zimetumika kujenga makalavati mawili ya box, na kwa kufanya hivyo wananchi wa Itetenjiwa pamoja na kijiji cha Ipera Asilia wamekuwa wakinufaika kupitia katika barabara hiyo. Tunaishukuru sana Benki ya Dunia kwa kutupatia fedha hizo za ufadhili, maana kwa kupitia fedha hizo wananchi kwa sasa wana uwezo wa kusafirisha mazao yao kutoka mashambani kuja katika maghala katika eneo hili la Itete, na kisha kuyachukua kutoka kwenye maghala kuyasafirisha katika maeneo mengine kwa ajili ya matumizi. Zamani tulikuwa tunakuja huko tunahangaika, njia haikuwa, barabara hamna. Yani kikubwa hali ya mwanzo ilikuwa mbaya kulingana na kwamba barabara ilikuwa hamna, na maana hata usafirishaji ulikuwa yani na changamoto sana. Unakuta labda kama mazao yako umeyapata, unashindwa namna ya kuyahifadhi au sehemu kwa ajili ya njia hamna. Sasa hivi tumeona ubora bora upo na tunashukuru, njia imebadikana, barabara safi, tumeshukuru. Hali ilikuwa mbaya, ilikuwa changamoto kubwa sana. Yaani kwa kipande hiki kifupi unatumia gharama mpaka 40,000. Lakini badala ya kuja kuweka kidogo hivi unafuu, kwa sasa hivi kidogo usafiri umekuwa afadhali. Unakuwa unafika kwa wakati. Hata changamoto za mama wajawazito mwanzo walikuwa wanajifungulia njiani, lakini sasa hivi wanafika kwenye maeneo ya vituo vya afya kwa wakati. Kwa hiyo tunashukuru kwa hatua hii tuliyofikia. Niseme kata Njiwa katika swala hili zima la barabara lilikuwa changamoto. Hapa kutoka hapa mpaka makao makuu ya kata ni kilomita kama 12. Lakini kilomita 12 hizi ukihitaji usafiri ni gharama, fedha nyingi sana, hasa kipindi cha masika, si chini ya shilingi 30,000 mpaka pikipiki ifike eneo husika. Kwa ilipotokea bahati kama hiyo tukashukuru sana, ambaye kwa sasa huduma hii kidogo imetupunguzia gharama. Kwa hiyo kwa mfano kulikuwa na changamoto ya mama wajawazito walikuwa wanajifungulia njiani, maana kutoka hapa mpaka kituo cha afya ni kilomita hizi zaidi ya 12 mpaka 15. Kwa sasa changamoto ya angalau imepungua. Pili, kutoka hapa kabla ilikuwa ni gharama kubwa, gunia ilikuwa mpaka shilingi 15,000 kiroba kimoja, lakini kwa sasa tulipopata barabara angalau unasafirisha kwa 3,000, 4,000, 5,000 ni bei ya mwisho. Kwa hiyo imeturahisishia na mkulima tumemuinua katika hali fulani, kutoka gharama hii mpaka sasa imepungua. Thamani ya mwanzo bei zilikuwa chini kwa sababu yule mnunuzi anafikiria gharama ya usafirishaji. Kwa hiyo hili lilikuwa inamwasili mkulima. Gharama ile ya usafirishaji kutoka hapo tunapochukua mazao mpaka kufika makao makuu ya kata hii ilikuwa ni gharama kubwa, ukilinganisha na sasa ni gharama ya kawaida sana. Kwa hiyo imepanda thamani kwa sababu yule mnunuzi ana uwezo wa kununua huku na akasafirisha kutoka hapa akapeleka kwenye masoko.